Mahakama Kuu ya Afrika Kusini kanda ya Cape Town ililazimika kuhamia eneo la tukio kwa ajili ya kusikiliza kesi ya utekaji nyara inayomkabili Rakei Chante Smith maarufu kama Kelly Smith, anayetuhumiwa kumteka nyara mtoto wake Jocelyn Smith mwenye umri wa miaka 6. Kelele zilisikika kutoka kwa wananchi wakati mwanamke huyo na watuhumiwa wengine wawili walipofikishwa kwa mara ya kwanza katika eneo la tukio ambapo ni makazi ya Smith huko Sardinia Bay, ikiwa ni mwaka mmoja tangu mtoto huyo alipotoweka. Kelele hizo zilisikika zikisema ya kwamba "Where is Jocelyn?", yaani upo wapi Jocelyn ambaye ni mtoto wake. Maswali hayo yalimfanya kusema jibu na kujikuta akibubujikwa na machozi. Mbali na Smith, washtakiwa wengine ni mpenzi wake ambaye ni Kelly anayejulikana kama Jacqueline Aporis na rafiki yao Stefano Van Ryn. Watuhumiwa hao walifikishwa eneo hilo la tukio ikiwa ni sehemu ya mahakama kuendelea na hatua ya usikilizwaji wa ushahidi wa kesi hiyo ambayo inasikilizwa mfululizo hadi Machi 28 ya mwaka huu 2025. Mkasa wa kutoweka ghafla kwa mtoto Jocelyn ulitokea nyumbani kwao Sardinia Bay karibu na Cape Town, ambapo ulitokea Februari 19 mwaka 2024 na kusababisha taharuki kubwa Afrika ya Kusini, huku matangazo ya kutafutwa kwake yakibandikwa kila kona. Baada ya kukamatwa na kuhojiwa kwa mama mzazi, siku moja aliwahi kusikika akisema kwamba mtoto wake alitoweka baada ya kumwachia ambaye ni mpenzi wake Aporis ya kwamba awe chini ya uangalizi wake. Lakini pia wakati akihojiwa alisikika akisema kupotea kwa mtoto wake kumemfanya awe maarufu. Inaelezwa waendesha mashtaka baadaye walimshtumu kwa kuuza, kujifungua ama kubadilishana mtoto wa miaka 6 na kudanganya kuhusu kutoweka kwake. Msako mkali ambao ulienea ulianza kumtafuta msichana huyo, lakini usikivu ulielekezwa kwa Smith baada ya rafiki yake na mshtakiwa mwenza wa zamani Laurentia Lombard kuwa shahidi wa serikali, kulingana na tovuti ya habari ya Daily Maverick ya Afrika Kusini. Msako wake ulisababisha hata waziri wa michezo Keyton Mckenzie ambaye alitoa zawadi ya randi milioni 1, nazungumzia kama takriban milioni 140 za Kitanzania, kwa atakayefanikisha mtoto huyo kurudi akiwa salama. Sardinia Bay ni eneo ambalo lipo umbali wa takriban kilomita 120, yani ni maili 75 kaskazini magharibi mwa Cape Town, ikiwa na sifa kuwa mji tulivu wa ajabu unaojulikana kwa uvuvi, michezo ya maji na maua ya porini yenye rangi nzuri ambayo huchanua majira na kuchipua katika hifadhi ya asili ya mji huo. Hizi ni ripoti kutokea Afrika ya Kusini juu ya mwanamama huyo anayedaiwa ama kutuhumiwa kumteka nyara mtoto wake Jocelyn Smith, ikiwa ni mwaka mmoja umepita tangu tukio hilo lilipotokea. Mimi natumika ndaba, tuungane kwa ripoti zaidi, na hizi ni video juu ya mahakama ilipohamia eneo la tukio na mama huyo akionekana akibubujikwa na machozi.